Nichukue nafasi hii kuja kwako na kuzungumza juu ya neno shukurani. Shukurani. Katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, ule mlango wa 5 na mstari wa 18, neno linasema kwamba shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Shukuruni kwa kila jambo kwa sababu hayo ni mapenzi ya Mungu katika Kristo Yesu. Shukuruni kwa kila jambo. Maandiko matakatifu yanatuongoza na kutuagiza. Kumbuka kwamba inaposema shukuruni kwa kila jambo, shukuruni kwa kila jambo, shukuruni kwa kila jambo, ni kwa kiwango gani toka umezaliwa mpaka umri ulionayo umekuwa ukimshukuru Mungu? Watu wengi kwa asilimia fulani wamekuwa wakichukua hatua na kuzungumza na kuongea juu ya matatizo na kueleza mtu na kueleza watu, lakini hawana shukurani mbele za Mungu. Hebu tuweze kuangalia katika hatua shukuruni kwa kila jambo. Maandiko matakatifu yanazungumza juu ya shukurani, kushukuru Mungu. Ni mtazamo gani ambayo unaweza ukawa nao unaposikia neno shukuruni kwa kila jambo? Shukuruni Mungu kwa kila jambo. Mshukuruni Baba wa mbinguni kwa kila jambo. Ni kwa namna gani una mtazamo wa swala hili la shukurani unaposikia? Ni kwa kiwango gani, kwa nafasi gani? Niliangalia kwamba ni kwa kiwango gani mwanaume, mwanamke, familia, watoto, watu wote wanapochukua hatua kwa ajili ya kumshukuru Mungu, ni kwa kiwango gani na ni kwa namna gani? Hebu tuweze kuona na kuangalia na kwamba ni kweli umezaliwa, lazima ujue namna ya kumshukuru Mungu. Lazima ujue namna ya kushukuru wazazi. Lazima namna ya kushukuru ujue kwamba ni kwa namna gani unatoa shukrani. Una mtazamo gani? Mtazamo wa kuona Mungu katika hali zote. Mtazamo wa kumuona Mungu katika hali zote. Katika hali zote. Kumuona Mungu katika hali zote. Na nizungumze katika hatua za muktadha wa kiroho, namna kukubali mapenzi ya Mungu. Ninapozungumza kwamba shukuruni kwa kila jambo, ni namna ya kukubali mapenzi ya Mungu, namna ya kupokea mapenzi ya Mungu, namna ya kuwa katika mapenzi ya Mungu, namna ya kutembea katika mapenzi ya Mungu. Wewe kama mwanaume, wewe kama mwanamke, na kila mtu. Kwa hiyo hebu fikiri, tafakari na kuweza kuelewa na kuweza kufahamu kuwa nini unachohitaji, ili kana kwamba uweze kuachilia shukurani kutoka ndani ya moyo wako na kinywa chako, ili uweze kumshukuru Mungu. Kuelewa hili jambo shukurani ni vizuri sana ujue kwamba kuna mambo mabaya na kuna mambo mazuri katika maisha ya mtu, katika familia, katika nchi, katika kanisa, katika namna zote za nyanja zote. Lakini ni kwa namna gani ambavyo ili neno limetawala moyo wako, limetawala maisha yako. Sasa naongea juu ya kutafuta hali halisi ya maisha ya kila siku, maana jambo la shukrani linatembea katika maisha ya kila siku, kila wakati. Tutaona jinsi kwamba ili neno la shukurani inavyokuwa katika maisha ya mtu, katika maisha ya watu, inavyoweza kubadilisha maisha ya mtu, maisha ya watu. Kwa hiyo tunaweza kuona faida za kiakili na faida za kiroho katika jambo ile au katika neno ile au katika mambo haya ya shukurani. Kwa hiyo nataka kutoa ushauri wa vitendo katika maisha ya mtu, katika maisha ya watu, katika maisha ya huduma, maisha ya kanisa, katika maisha ya mahusiano, katika maisha ya majukumu ya kila namna. Hebu ngoja niweze kueleza na kuweka alama ya iwe wazi kwa sehemu muhimu, ili kufanya upate majibu au jibu la wazi zaidi juu ya neno ili shukurani au shukuruni kwa kila jambo. Pia nataka uweze kuelewa namna ya kutumia
katika hatua ya lugha yoyote ile ambayo unaitumia katika maisha yako, siku zote za maisha yako, neno shukurani kwa kila jambo. Shukuruni kwa kila jambo. Neno shukurani. Make sure unaelewa vizuri na unaona vizuri. Katika lugha tuna lugha mbalimbali, lakini katika kwa Wakristo tuna lugha ambazo tunaweza tukaona Biblia inatuongoza na kutuelekeza, ambazo kuna Kiebrania, kuna Kilatini na kuna Kiarabu. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna namna imejipanga, na hata pia inaenda mpaka upande wa pili wa watu kama Waislamu pia nao kuweza kujua na kufahamu kwamba neno ili shukurani kwa kila jambo kutoka katika Kiarabu ni dhana ya muhimu sana, ya thamani sana, yenye kina katika hatua kadhaa, na katika muktadha wa kiroho katika Wakristo na watu wote, na hata pia katika hatua za kifalsafa, na hasa katika engo za dini. Katika hatua hizo ni vema na ni vizuri kuweza kujua na kuweza kufahamu katika hatua za kiroho, Kikristo, na hata katika watu wengine ambayo sio Wakristo, ni watu katika imani nyingine kama Waislamu. Hii ni kitu ambayo huwezi kupita, kwa sababu neno haliji la Mungu ili kubagua. Kumbuka kwamba Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Kwa hiyo neno shukuruni kwa kila jambo, hajaambiwa tu Mkristo ashukuru, ni watu wote shukuruni kwa kila jambo. Kwa hiyo sasa tunahitaji kuweza kuona na kuelewa. Kwa hiyo kuhusu sisi tuelewe ya kwamba kuna kitu kinaitwa tabia ndani, kwa hiyo ya kumshukuru Mungu kwa vitu vizuri na hata kwa vibaya. Bali pia nikupe tu kwamba uwe na mtazamo wa chanya wa kiroho wa kushukuru Mungu kwa kila kitu kinachokutukia. Ajua kwamba mambo mengi yamewatukia. Amekutukia kama mtu binafsi, yamekutukia kama mtu katika mahusiano na watu, kibiashara, kiutendaji, kimajukumu, kihuduma, kimaono. Kuna namna ambavyo kuna mambo yametukia na yawezekana yanazidi kutukia, lakini kuna jambo kubwa la muhimu sana ukijua na ukitambua kutoa shukurani, kumshukuru Mungu hata katika majaribu na katika mateso. Kuna sababu ya kushukuru Mungu. Sio unashukuru kwa sababu unafurahia, bali nataka ninene juu ya maana ya kimsingi sana juu ya shukurani. Nijenge msingi sana ili uweze kuweza kuelewa. Shukurani inamaanisha mshukuru au shukurani. Mshukuru Mungu au toa shukurani kwa jambo hili, kwa kila kitu. Kwa hiyo vyote vile au katika kila hali. Mshukuru Mungu katika vyote au katika kila hali. Kila mtu ana namna na ana hali, Kwa hiyo unapaswa kujua namna ya kumshukuru Mungu kwa kila jambo lililokutukia, lililokupata, lililotokea, ni jema au ni baya, kwa kuamini kwamba, nisikilize kwa makini sana, najenga msingi hapo, kwa kuamini kwamba vyote yana lengo chini ya utawala wake. Kila jambo linalotukia, kumbuka kwamba kuna sehemu katika Biblia inasema kwamba hakuna jambo linalotokea bila Mungu kuwajulisha, kuwafahamisha. Sasa inawezekana kuna namna hujakaa ili Mungu akufahamishe, ili Mungu akujulishe upate kuweza kujua. Mara nyingi jambo linatokea, mambo yanatokea, ndio mtu au watu wanafika sehemu wanahuzunika, wanalia, wanalalamika hata pia. Lakini inawezekana kuna namna Mungu amekuarifu au amekutaarifu, lakini wewe haukuwa na muda naye. Watu wengi wana muda sana na shughuli zao,
wana muda sana na kazi zao, wana muda sana na mahusiano yao, wana muda sana na biashara zao, wana muda sana na huduma na kadhalika na kadhalika na kadhalika, lakini hawana muda sana na Mungu, hawana muda sana na Mungu, na hii inakuwa ni tatizo kubwa sana. Hiyo ni hatua ya kwanza. Niende hatua pili ya kwamba najenga hatua za kimsingi. Msingi wa kiroho nikutazamishe katika hatua za Kikristo na katika hatua za kimtazamo, katika hatua kama nilivyonena na nilivyozungumza juu ya kitabu cha Wathesalonike wa kwanza ule mlango wa 5 na mstari ule wa 18 unasema kwamba shukuruni kwa kila jambo, maana hili ndilo mapenzi ya Mungu kwa Kristo Yesu kwa ajili yenu. Kwa hiyo Mungu hataki tu tumshukuru wakati wa furaha, wakati wa mema, wakati wa mafanikio. Anataka tumshukuru nyakati zote na majira zote. Anatutaka tumtumaini kwamba hata wakati wa taabu, wakati wa shida, yeye bado yupo pamoja nasi, na hili ni jambo la muhimu sana. Kwa hiyo Mungu hataki tu tumshukuru wakati wa furaha, anatutaka tumtumaini, tumtegemee kwamba hata mateso yanaweza kuwa sehemu ya mpango wake kwa kuleta baraka au kuleta yani ukaribu ya umuone Mungu. Mungu atembee na wewe, Mungu aishi na wewe, uishi na Mungu. Kwa hiyo kuna mambo yanaweza yakatokea, na tunaweza tukaona katika kitabu cha Ayubu. Tuangalie mfano huu hai kabisa. Biblia inaonyesha katika kitabu cha Ayubu mlango wa kwanza na mstari wa 21 nasema, Ayubu akamsifu Mungu baada ya kupoteza mali. Sasa mara nyingi watu wanapoteza, mwingine anapoteza mzazi, mwingine anapoteza wazazi. Kifo inatokea. Siombi tokee na kuombea ili neema ya Mungu katika yote yaliyotokea kama changamoto kwa sasa ujenge msingi wa shukurani. Shukurani inaweza ikawa kinga kubwa sana. Wengine wamefiwa na wazazi wao, wengine wamepoteza shughuli zao, wamepoteza nafasi zao. Bado Mungu habadiliki, ni yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo hata kama umekosa nafasi, mshukuru Mungu. Hujachaguliwa, mshukuru Mungu. Bado ujue Mungu yupo. Ujue namna ya njia nyingine ambavyo Mungu atakuongoza ili kwa ajili ya kuweka familia yako, ili kwa ajili ya kuendelea kuwa sehemu katika taifa, kuwa sehemu katika familia, kuwa sehemu katika kanisa, kuwa sehemu katika shirika, kuwa sehemu katika eneo lolote.